Shida tumecheza vibaya. Ukiangalia tulikuwa na nafasi ya kushinda huu mchezo. Tumetengeneza nafasi 4 nafasi 5 first half. Nafasi moja ndio ambayo ameitumia Riem Pass Kibisawala kupata goli. Nafasi 4 ambazo ametengeneza Selemani Mwalimu ameweza kukosa kupata goli. Manake tumefanya makosa wenyewe ya kupoteza mchezo. Yaani ukituambia kwa nini tumefeli sisi wenyewe. Leo ukiangalia hatujacheza vizuri kabisa. Tumecheza kama vile tumeshinda kumbe hatujashinda. Maana kama tuna drop pointi kwa timu kama Mtibwa, tutashinda kwa timu gani? Kwa hiyo timu yetu inahitaji maboresho makubwa kuanzia kwenye benchi la ufundi, lakini pia kuanzia kwenye beki center back, lakini pia beki wa kulia, lakini eneo la kiungo, lakini pia washambuliaji bado hawatoshi kwenye klabu yetu. Kwa hiyo tunahitaji timu ambayo itakuja kuwa na winning spirit. Ukiangalia timu yetu utafikiri tuko tunafanya mazoezi hapa, kumbe ni mechi ya ligi kuu. Wachezaji hawajitumi kabisa. Kwa hiyo wachezaji wanatakiwa wajitume kwa kiwango kikubwa ili kupata matokeo. Unanielewa? Hapo ndio tumefeli. Ukiangalia tumecheza chini ya kiwango, ni low performance kwa kweli. Inauma kitu ambacho tunatamani tupate matokeo lakini tumekosa. Pengine leo mwalimu nini ambacho tumefeli? Leo Maema wengi walihitaji kutoka mapema pengine kwenye kile ambacho anakihitaji. Ni kweli leo Maema alipaswa kutoka mapema kuingia Mwanza. Leo Maema sio kutoka tu. Leo Maema anapaswa kuachwa Simba. Yani leo Maema amemaliza mwendo wake. Ni mchezaji ambaye anapaswa kuachwa, atafuta mchezaji mwingine daraja kubwa zaidi yake. Lakini mchezaji kama Budo Mutare sijui kwa nini bado anaendelea kubaki Simba. Kama tunahitaji kuchukua ubingwa wa CAF Champions League, ubingwa wa ligi kuu, wachezaji ambao tunataka tusajili ni kaliba ya kina Libase Gueye. Na sio Neo Maema. Neo Maema he is very slow. Ni mchezaji ambaye yuko slow, hayuko na hayuko sharp, unaelewa vizuri. Ni mchezaji ambaye ukimwangalia hakupi matumaini kwamba ni kiungo namba 10. Unaelewa vizuri. Kwa hiyo kimsingi tuna mambo mengi sana ya kurekebisha. Kuna mambo mengi ambayo tunataka tufanye kama klabu ili tufanikiwe kuja kwa ubora wetu. Kibu Dennis anaingia kutokea sabu lakini ameshindwa kumaliza dakika, anatoka pia mapema. Pengine Kibu Dennis na yeye hajarudi kwenye ile performance ambayo wengi walikuwa wanaizania. Kibu Dennis bado hana match fitness. Ukiniambia lini Kibu Dennis amecheza, sikumbuki lini amecheza. Kwa hata leo amecheza vile kwa sababu hana match fitness. Kwa hakupaswa kucheza kwa sababu hata AFCON alikoitwa hakupata nafasi ya kucheza. Maana yake ametoka AFCON amekuja Tanzania, mechi kubwa ni hii ya leo. Kwa usingetarajia akakupa kile ambacho unakitaka kwa sababu hana match fitness. Kwa kikubwa ni kwamba viongozi wasajili wachezaji ambao wana quality kubwa. Wale X factors ambao tunazungumzia Faru Davis ndio ambao tunahitaji kwa sasa na sio wachezaji hawa kuzima taa. Bwana Dr. Gap lenu linazidi kuwa kubwa kwa Young Africans ambaye anaonekana kila siku akiendelea kushinda mechi. Ubora huo ambao anaonyesha Young Africans na nyie mnapoendelea kupata matokeo mabovu, unaona kabisa mnakwenda kupoteza kikombe hichi kwa mara nyingine. Kama tutaendelea hivi tusipohitaji kubadilika, maana yake obviously Yanga atakuwa bingwa. Hii tu mabingwa lazima tuambiane ukweli. Nimesema klabu yetu inahitaji maboresho makubwa, maboresho ya kiufundi ya wachezaji ili tuweze kufanikiwa. Kama tutaendelea kucheza hivi bila kujituma, maana yake hatuwezi kupata ubingwa. Winning spirit hakuna. Ukiona wachezaji wetu hawana morali kabisa. Sijui wanaongea nini kuanzia benchi la ufundi au sijui management inawaambia nini wachezaji, lakini hawana mwamko, hawana morali, hawajitumi wachezaji. Kumkosa Musa Kamara kuna wapi? Inawezekana kwa sababu ndio golikipa pekee ambaye tunamtegemea kwenye first half. Wachezaji hawajitumi, unaona hapa mechi. Yaani unacheza kama vile ni mazoezi, sio mechi tena. Ni ishara gani kuelekea mechi zidi ya Experience? Ni ishara mbaya, sio ishara nzuri kwa sababu tunakwenda kucheza na Esperance de Tunis, timu ambayo ni kubwa, title CAF Champions League, timu ambayo iko nyumbani kwake. Je, kwa mchezo huu jinsi ambao tumecheza hapa, tuna uwezo wa kuvuka? Umeelewa? Kwa hiyo tunahitaji maboresho makubwa sana klabu yetu. Bado hatuna wachezaji wenye quality kubwa ambao wanaweza kutoa matokeo. Leo ukiangalia tumekosa wachezaji aina ya Abraham Morris wawili tu wa kuamua game. Leo Riem Pass Kibisawala amecheza vizuri lakini kuna nafasi kama 2 amekosa za wazi. Unaelewa? Kama makini wa kupata nafasi tungetumia, maana yake tungeweza kupata matokeo. Kwa